Katika nyumba hii ambayo unaiona hapa, ndipo wanaishi familia ya watu watatu, ambapo yuko bibi mwenye umri mkubwa, mama na kijana mmoja mwenye ulemavu wa mguu. Kijana huyo mwenye ulemavu wa mguu hajawahi kusimama, hajawahi kukaa, wala hawezi hata kutembea. Ni maisha ya kumtegemea mama yake kwa kila kitu, kuanzia kula hadi kuoga. Mama mzazi wa mtoto huyu ndiye nguzo pekee ya familia hii. Amebeba jukumu la kulea mtoto wake mwenye uhitaji maalum, pamoja na kumhudumia mama yake mzazi ambaye ni bibi mwenye umri mkubwa ambaye hawezi kufanya chochote. Hapa wanazungumza mengi kupitia ripoti hii ya Families Media. Mtariki, mtazamaji anayekutazama kupitia channel yetu ya Families Media, anatamani kufahamu majina yako na historia ya maisha yako. Naitwa Helena Cleophas Mchonde. Changamoto ya mtoto huyu, aliumwa degedege. Alivyozaliwa tu mchanga, tukakaa siku ya kwanza tu tulivyotolewa hospitali, akapata na homa kali. Kupata na homa kali tukaenda hospitali. Kwenda hospitali akasema hamna, nendeni hospitali kubwa. Tukaenda hospitali ya mkoa, tukalazwa. Sasa toka alivyolazwa mtoto basi alikuwa anapigwa na degedege kutata mara 3. Mtoto aligeuka alikuwa kaa sokwe. Kuhangaika sana huku na huku, mtoto alikuwa hajiwezi, alikuwa mwili mzima umelegea, wa kumnyanyua kumweka kitandani, kumnyanyua kumweka mkononi. Hivyo dawa mpaka kidogo tukaona anakaa chini, lakini kukaa chini hivi hawezi kukaa chini sana. Mwisho anadondoka. Hivyo mpaka leo ndo alivyo ninayo mtoto. Lakini kilichomuumiza degedege. Ni maana baada ya kupata degedege mkachukua hatua gani sasa mpaka hali hii kafikia? Na tunajua kabisa baadhi ya watoto wengine wanapata na hali hii lakini mazoezi yanawasaidia. Je, mazoezi hakuwa nayo ama ilikuwa changamoto katika nani hospitali mazoezi? Tulivyopatwa hivyo na changamoto hilo, inabidi turuhusiwe. Tukahangaika sana. Bila kuhangaika hangekuwa hivyo, wa kulala wa kumnyanyua. Lakini tumehangaika sana kwenye mazoezi mpaka alivyofikia hapa. Sasa walituambia twende hospitali ya Muhimbili. Siku na nini sijui, walisema sasa mimi kwa uwezo sina, sikuwahi kwenda. Wakamwambia aenda kamvalishe viatu sijui na mikanda sijui. Sasa uwezo wangu mdogo siwezi kwenda kule. Ndio imeshindikana. Kama anavyosema yeye mwenyewe kuwa yeye ndiye mama na yeye ndiye baba, hakika unaweza sema yuko sahihi, kwani mbali na mtoto wake huyo mwenye changamoto hiyo ya ulemavu, lakini mama huyu anakaa na mama yake mzazi ambaye naye kwa sasa umri wake umeenda na hawezi fanya chochote. Hivyo kila kitu katupiwa mama Tarik. Hali yangu ngumu kwa kipato, mimi mwenyewe ndo baba, mimi mwenyewe ndo mama, nahangaika mimi mwenyewe nakula. Na zamani nilikuwa nalima napata chakula kidogo napata nakula. Lakini sasa siwezi. Hata kuingia tena kwenye topi siwezi. Naomba Mungu tu ananisaidia. Haya, kuna ndugu akikupa shilingi 200 haya, mwenyekiti wangu saa zingine siku moja nilimlilia akanipa shilingi 5,000 nikala haya. Kwa hiyo wanajua watu hapa maeneo wao wengi wanajua kama nina tatizo. Saa zingine wengine wanaguswa, wanaleta unga kidogo, wengine na hela kidogo mama Tariki kwa ajili mimi sina kazi na sina biashara yoyote. Nipo tu nahangaika tu na bibi mamangu huyu na mwanangu. Ina maana kwa sasa hivi kufanya biashara bado hujatengemaa vizuri. Sina mtaji wote. Kufanya biashara hata kuuza mkaa ningeuza, lakini sina mtaji. Nitapata hata kuuza maandazi ningeuza. Hata kufungua genge ningefungua. Mtaji nitapata wapi? Kwa hali niliyokuwa nayo. Mimi mwenyewe nikienda dukani na wafungia ndani. Naenda dukani nikienda kuteka maji na wafungia ndani. Nafanya shughuli zangu nikirudi nafungua naingia ndani. Zamani mamangu alikuwa ananisaidia kumwangalia huyu, kunisaidia kufua. Lakini sasa mama haoni. Kwa hiyo majukumu yote mimi mwenyewe.
Maana katika familia hiyo ndio baba ndio mama. Sina mume, sina kazi, ni nyumba hii kibanda hiki nilipata wakati nilikuwa nalimaga. Lakini sina kazi, sina mume, sina nini. Mimi mwenyewe ndo najishughulisha. Na vipi kusana na babake Tariki? Alikuacha Tariki akiwa mdogo? Kakimbia muda. Alikimbia baada ya kumuona mtoto na hali hii ama ilikuwaje? Alivyomwona na mtoto hali ile, akaamua kukimbia. Mpaka leo mimi sijamuona. Na kukimbia kwake ulimuona akiondoka ama alikuacha tu katika hali hiyo? Akaondoka tu, simu zake zote kabadili namba, hata ukimpiga hapatikani. Na vipi Tariki ana ndugu zake ambao wanamfuata? Siku moja nilimpeleka kwa bibi yake mzaa baba yake Lukobe yuko. Alinikatalia kunipokea huyu mtoto, nitaka niende shamba. Akasema yeye hawezi. Basi nikarudi naye. Hawezi kumchukua ama alikataa kama si mjukuu wake? Hawezi kumchukua kukaa naye. Yeye hawezi kuchukua kumkaa naye, yeye hawezi. Ila na msalaba. Hawezi, hamna ndugu yake yoyote anayekuja hapa kuleta 200 au 300 hakuna. Kwa hiyo wamesusa, wameona mtoto mwenyewe si mtoto huyo. Lakini ingekuwa mtoto mwenye makamilifu angekaa na mimi, si wangemchukua. Kwa hiyo wameona mtoto alivyo wakamwambia wa nini. Hakika ni mazito anayopitia hapa. Anazungumza mengi huku akisema muda mwingine anakosa hata senti 5 ya kununulia chakula, jambo ambalo linawafanya kukaa bila ya kula. Mimi sasa hivi likitokea tatizo kwetu Mahenge, siwezi kwenda. Au ukitokea msiba mahali, ni kitu wangu anajua, balozi wangu anajua, siwezi kwenda. Nabaki tu ananiambia tu tunakusamea bure. Ile naweza nikaenda mara moja tapo kanambia rudi nyumbani. Bana mtu mnawafungia. Sio vizuri kuwafungia. Ndio hivyo. Pole sana. Na Tariki kwa sasa na miaka mingapi? Na miaka 15 kasoro. Mkubwa. Kwa hiyo mtoto kadumaa. Watoto hali anamnewa na dumaa. Kwa hiyo huyu anaweza kakawa mkubwa akazeeka na ndivyo alivyo hivyo, hawezi kuwa tena. Mtoto mwenzake aliozaliwa naye yuko form 2. Pole sana. Na tukimalizia sasa mama hapa, tungependa uwaombe wa Tanzania ama uambie hitaji lako, unahitaji kusaidia nini? Naomba nisaidie tu mtaji. Mimi mwenyewe niuze mkaa, niuze maandazi, nipate 200 kununulia maharage, kula, sabuni. Hela sina. Na ukienda kule bafuni kule kuna nguo za mtoto zimejaa. Sina hata senti 5 kununulia sabuni. Sabuni ya unga sina. Na sabuni ya kipande huwezi kufua. Lazima iwe sabuni ya unga. Na vipi kwenye upande wa nguo anazovaa ndani? Pampers. Pampers yeye afadhali kidogo, lakini sasa mimi namvalisha mabwente. Pampers sina hela. Utanunua pampers moja shilingi 1000, kila siku mimi nitaipata wapi? Kwa hiyo nachana matenge yangu ya zamani, namvisha, yakitoka na uhakika nenda kulibafuni utakuta ndoo za Tariki Mafi. Leo na siku ya 3 sijafua sabuni sina. Asante. Na vipi kwa upande wa Tariki akiumwa, huduma za afya unapata vipi? Naenda na hospitali hivyo hivyo, naomba hela, nikipata naenda na hospitali na tibila. Hana bima wala nini. Sawa. Neno lako moja sasa kwa Tanzania wanakutazama. Naombeni msaada wa Tanzania wenzangu, muangalie na hali ya mtoto na bibi mkubwa hapa, na mimi mwenyewe nishakuwa mzee sasa hivi. Kwa hiyo naombeni msaada wenu. Mtazamaji wa Families Media, kuna usemi unasema kutoa ni moyo na si utajiri, na mkono unaotoa ndio unaopokea. Kama utaguswa kumsaidia mama huyu, basi unaweza msaidia chochote kile ambacho utaguswa. Namba yake ni namba yangu ya simu 0783927260, nyingine 0716590902. Naombeni msaada wenu. Helena Cleophas Mchonde. Helena Cleophas Mchonde.